Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Nilisema kanisa lifunguliwe. Najua wale pale kanisani watakuwa wanasema sasa kanisa limefunguliwa, sasa baba yetu yuko wapi? Kwa kuwa baba yao hajawahi kukamatwa na polisi. Na polisi walitoa tamko wanamtafuta. Inawezekana aliko akaogopa kutoka kwa kudhania polisi wanamtafuta. Naelekeza Mheshimiwa Rais alisamehe vijana ambao walionekana wamepita kwenye mkumbo bila kujua kinachofanyika. Akaelekeza kutoa msamaha kwenye taasisi za kidini. Msamaha uliotolewa nikamke leo IGP pamoja na jeshi la polisi, ile mliokuwa sema mnamtafuta Askofu Gwajima, iacheni, mwacheni aendelee na ibada zake. Mwacheni ajitokeze, tujenge umoja wa kitaifa. Viongozi wote wa dini mbalimbali, viongozi wote wa mila, viongozi wote wa makundi mbalimbali, twendeni sote kwenye jambo hili. Sote, wala tusifanye kwa uficho. Tujitokeze, tuhamasishe Tanzania yenye amani. Tusirudishe tena Tanzania kwenye historia ambayo haijawahi kuiona. Nimepata taarifa, jambo la ajabu kabisa. Jambo la ajabu kabisa. Yani wapongeze viongozi wa mkoa wa Tabora, kuanzia mkuu wa mkoa na wasaidizi wake, niwapongeze kwa kuchukua hatua. Wasingechukua hatua, wasingeliona hili, ningewafukuza wao leo. Alikuwepo tabibu mmoja, mganga mmoja pale Urambo. Mambo ya ajabu kabisa. Mganga mmoja pale Urambo ameenda kumtibu binti wa miaka 18. Ana tatizo la uzazi. Kaenda kumtibu, kamsikiliza. Amemaliza kumsikiliza, akamdanganya kwamba anatakiwa kutibiwa, anatakiwa apewe sindano ya usingizi. Amempa sindano ya usingizi. Akiwa kwenye sindano ya usingizi amembaka. Mambo ya ajabu kabisa. Huyu akamatwe, asiachiwe, hivyo anameshikiliwa, asiachiwe, na namuelekeza katibu mkuu wa kanisani afukuze kazi leo huyo. Na kama alisoma kwa mkopo, kama alisoma kwa kodi za Tanzania, Wizara ya Elimu wafuatilie kama alisoma kwa kodi ya Tanzania, huyu afilisiwe, fedha hizo zirudi. Hawawezi wa Tanzania wakatoa kodi yao kusomesha mtu akamfanyia Mtanzania unyama namna hii. Hatutotaka tena vurugu hizo za tarehe 29 zitokee tena katika mkoa wetu wa Arusha. Na kuhakikishia tumejipanga. Tutahakikisha tunawalinda Watanzania hawa, tunawalinda wananchi wa mkoa wa Arusha, tunawalinda watalii wetu, watu wawe salama na mali zao. Bila kutengeneza miundombinu mizuri ya barabara, bado ni tabu. Serikali hiyo tusaidia, tumepata mbolea ya ruzuku. Kuipandisha huko mlimani ile barabara ni tabu. Serikali hii imetuwezesha sisi tufanye kilimo vizuri huko. Kusafirisha mazao ni tabu. Kwa hiyo tunakuomba tusaidie kwenye barabara. Sisi tunataka kulia kingine. Hao vijana hata kuomba shilingi dola hata nyumba shilingi, kwa sababu tumefunzwa kazi, tukitengeneza mazingira ya kufanya kazi. Watu tunafanya kazi, tunachoomba ni barabara na maji bila sio sio na maji. Au sio jamani? Namna hiyo. Kuna nyingine siara tu. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.